Kwingineko ni kuwa siku chache baada ya aliyekuwa diwani wa wadi ya Chesikaki, eneo bunge la Mlima Elgon, Nathan Wasama kupigwa risasi na kuuawa na watu wasiojulikana usiku wa Alhamisi. Viongozi wanaowania nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao kutoka eneo hilo wameitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini kilichohusika waliohusika na mauaji hayo. Mwanahabari wetu Yves Njeri ana kina cha taarifa hiyo. Wakizungumza mjini Kimilili baada ya kuzuru makafani ulikohifadhiwa mwili wa marehemu, wanasiasa hao wakiongozwa na mwaniaji wa kiti cha uwakilishi wa wadi ya Elgon Michael Maruti wamesema kuwa wamekuwa wakipokea vitisho kutoka kwa mwanasiasa mmoja anayefahamika katika eneo hilo, na hivyo wana imani kuwa Wasama aliuawa kwa misingi ya kisiasa. Wamedai kuwa licha ya baadhi ya vitisho hivyo kuripotiwa kwa polisi, hakuna hatua madhubuti ambayo imechukuliwa hadi sasa. Wamesema wanahofia usalama wao hasa wakati huu ambapo kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zinaendelea, wakidai kuwa baadhi yao wamekuwa wakitishiwa na hata kushambuliwa na mwanasiasa huyo. We don't sleep at home. Today I go to Mount Elgon. By night I'm supposed to plan where I'm going to sleep. So up to when are Mount Elgon aspirants going to run away from their homes just because of their own security? Wasama was killed because he was sleeping at home. Some of us are supposed to run all the way to Bungoma. Of which sisi kama wapiga kura na wakazi wote wa Mount Elgon, kiti ni wananchi. So mimi nataka kuhimiza na kuomba serikali yetu. Mimi haswa Maruti, mimi mwenyewe nimetishiwa maisha mara 3 hadi kuna kiongozi anatoa bunduki yake na ananitishia mimi maisha. Aidha, wamedai kuwa mwanasiasa huyo amekuwa akijigamba kuwa hakuna hatua itakayochukuliwa dhidi yake kutokana na madai ya kuwa na uhusiano wa karibu na baadhi ya viongozi wakuu katika wizara ya usalama. Kuna 3 OB numbers, I have them. Alishanipigia simu na kunitishia maisha hadi na leo hii. So mimi leo hii hata mvenye Wasama ameenda hivi, I think I'm the next. Na before mimi nikufe, lazima niambie ulimwengu kama mimi ndakufa, my friend, mtu yote azifuate mheshimiwa mbunge wa Mount Elgon, he will be responsible for my death. Sasa wamemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuingilia kati suala hilo na kuhakikisha usalama unaimarishwa katika eneo la Mount Elgon, huku wakitaka kiongozi huyo awajibikie matamshi yake. Nathan Wasama was a son of this community, a leader who served his people, and his death cannot simply become another unresolved case. Sisi tuko naomba serikali, kama ni ukweli tuko na serikali, tafadhali mkuje, na tunataka within 4 or 5 days mkuu pia mmetuambia ni nani amehusika kumaliza Wasama. Kwa sasa viongozi hao wamesema hawatakubali mwili wa marehemu kuzikwa kabla ya uchunguzi kukamilika na waliohusika na mauaji hayo kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa nini wanaogopa serikali? Kuna watu serikali wanaogopa ama watu wote wako sawa? Jamaa ametembea juzi kuuza amani, amefika Nairobi. So kama serikali watatusaidia kuuza maneno ya Wasama, tumeona kumbe Nairobi ni karibu sana, ni masaa 8 ama ni siku 8. Tutatembea kutafuta Murkomen Nairobi, hakuja tusaidia amani. Yves Njeri, Stewart TV.